nyinyi kama wajumbe wa bodi mnalo jukumu la kusimamia uwekezaji wenye tija, ulio salama na unaozingatia maeneo ya kipaumbele katika uwekezaji kama ilivyoelekezwa na miongozo inayotolewa na wasimamizi wa sekta ya hifadhi ya jamii pamoja na maelekezo yanayotolewa na serikali. Hii itasaidia sana kukuza uwezo wa kifedha wa mfuko na kufanya kuwa endelevu katika kutimiza majukumu yake ya kimsingi. Ninaomba niwakumbushe, wakati tulionao mnahitaji kutoka na kusimamia haki pia. Maana imekuwepo ni migogoro wakati mwingine ambayo inasababisha bodi zetu nyingi kutokuwa zenye uweledi mzuri. Kwa mfano, ninaomba niwahusie sana mchana wa leo kuepuka migogoro inayoendana pamoja na mgongano wa maslahi. Wapo baadhi ya watu hutumia nafasi hizi vibaya. Mimi ninaamini chini ya uongozi wako Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa bodi mpya hii utakwenda kulisimamia hilo vizuri, lakini pili utahakikisha tija inapatikana katika eneo hili. Aidha, ni vyema mkajizatiti kusimamia sera na sheria zinazoongoza na kutoa nafasi kwa management pia kusimamia shughuli zake za kiutendaji kila siku. Nyinyi sio mkageuke kuwa watendaji. Matarajio yangu tutaishi katika ule usemi au mwongozo unaosema eyes on, hands off. Itajenga utendaji bora na mgawanyiko wa majukumu baina yenu na management. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe wa bodi, kama ilivyoelezwa hapo, nyinyi ni bodi ya 3 kutokea kuanzishwa kwa mfuko wetu huu. Bodi zilizopita zimefanya vizuri na kazi zake zinaonekana hata kwa macho. Kazi nzuri iliyofanyika inaonekana kuanzia kwenye usajili wa wanachama, ukusanyaji wa michango, ukusanyaji wa mapato yanayotokana na uwekezaji wa fedha za wanachama, ulipaji wa mafao kwa wanachama wanaostahili. Vile vile mfuko umeendelea kuwa kiongozi kinara katika utumiaji wa mifumo ya tehama katika kuwahudumia wanachama wetu kupitia tovuti yetu, lakini pia kupitia simu ya mkononi. PSSF ganjani inaonekana na inafanya kazi. Mafanikio mengine yaliyopatikana katika shirika letu hili ni pamoja na uandaaji wa hesabu za mfuko, ambapo hesabu zilizoishia Juni 2023 mfuko wetu wa PSSF ulishika nafasi ya 3, nafasi ya kwanza kwenye sekta ya bima na hifadhi ya jamii na kupata tuzo. Hivyo katika kutekeleza majukumu yenu mjitahidi sana kulinda mafanikio hayo. Naomba pia nichukue fursa hii kuhakikishia kwamba ofisi yangu itawapa ushirikiano wote kadri inavyohitajika ili kufanikisha utekelezaji wa majukumu yenu kama inavyotarajiwa na kuendelea kufanya mfuko huu kuwa bora siku hadi siku kwa manufaa ya wanachama wetu. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa bodi, ninapohitimisha hotuba yangu, naomba niendelee kuwaasa kuwa nyinyi ni chombo muhimu sana kinachoweza kuleta mapinduzi makubwa katika mfuko huu. Hivyo tumieni nafasi hii kuleta chachu ya mafanikio zaidi. Nami pamoja na serikali yetu inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tutaendelea kuwatakia heri, lakini pia kuwapa ushirikiano mkubwa na baraka mnapoenda kutekeleza majukumu yenu adhimu mliokabidhiwa. Pata shukrani wakati kwa vile mimi niteuliwa mapema nafuatilia kwa DG. Nilipopata habari kwamba bodi mpya imeteuliwa, cha kwanza nikawaambia hebu angalieni profession zao. Niwashukuru sana na niwapongeze. Mmetafuta watu ambao wana professionalism of the highest order. Na sio hiyo tu, kwa kweli mmezingatia sheria iliyounda PSSF. Kwa hiyo hapa hapakuwa na mambo ya kubaisha. Kwa kweli hicho ni kitu kizuri sana ambacho kitatusaidia. Lakini sasa kitu ambacho ni cha ajabu, gender balance. Wakati mwingine nakumbuka nilikuwa Wizara ya Fedha, unakuwa mahali unakuta huko mwanamke mwenye. Nakumbuka wakati mwingine nilikuwa nakutana na mambo ya World Bank, namwambia alikuwa reserve alikuwa anaitwa Jimwana, msembe Jimwana, there are no ladies. Alafu ananiambia Joyce, here is not about gender balance, competitiveness. Sasa hapa kumekuwa na mchanganyiko mzuri, lakini umezingatia gender balance. Sio kusema hawa kina wadau zangu wamekuja hapa, tuna maengineer, wachumi, tuna wanasheria, watu wa human resources. Kwa hiyo is really a good combination but also gender balance. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa bodi nashukuru kwamba tutafanya kazi vizuri, kwa sababu the right combination kufanya kazi kutokana na
majukumu ya PSSF ambayo mwenyewe umeongelea hapa. Mheshimiwa Waziri, sisi tumepokelewa vizuri kama Dijere kueleza hapa. Hii ni siku ya 3 tulikuwa tunafanywa training, updated kwamba shirika linafanya nini na what is expected out of. Kwa hiyo kwa kweli hapa tulipo tumeshajua kazi ambayo iko mbele yetu. Ni kuahidi tu kabisa tena hii salamu zifike vizuri kwamba kama ulivyoelezea hapo, sisi tutafanya majukumu yetu kikamilifu bila kuingilia management. Kwa kwamba si ni board of trustees tutakuwa accountable, lakini kwa kweli kuna kwanza uzuri mmoja, watu wote walioko hapa wako busy. Yaani so kuna board unaweza ukateuliwa mtu hana kazi, asubuhi akaamka la kufanya, lakini hao watu wote ni professional na kazi zao. Kwa hiyo hakuna mtu anasema kwamba atakuja hapa kumsumbua. But that is one thing. Lakini la pili, mimi mwenyewe nimefuatilia kamilifu. Baada ya mifuko kuundwa 2018, bodi zilizopita zimefanya kazi yake. Kwa hiyo sisi tunachukulia pale walipofikia. Tutafanya kazi kuendeleza vizuri. Kuna mambo machache na tutaona hapo uzana, kwa sababu kuna mambo mengine pia ni inaweza ikawa ya kioperation, lakini tutakuja pale kwenye muhimu kuja kuwafuatilia.